kushukuru sana mtazamaji kwa kufuatilia UTV. Kipindi hewani ni Kidani. Ni ulishawahi kufanya biashara yoyote alafu ikatokea tatizo, na tatizo lenyewe ni kwamba likakupelekea wewe kufungwa gerezani? Basi leo tuko hapa na mwanamke ambaye ni mkurugenzi mwanzilishi wa taasisi ya wanawake ambao wao wametoka gerezani, walikuwa wafungwa na sasa ni raia. Tutakwenda kusikia kwake simulizi ambayo ilimpelekea yeye kufikia hatua hiyo, na baada ya kutoka kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo nikusihi usiondoke. Na Magdalena, za kwako? Nzuri. Nimefurahi kukutana na wewe. Asante na pia. Kuona tu kwenye mitandao ya kijamii, lakini hatimaye nimekutana na wewe. Nashukuru sana. Sawa. Kwa watu ambao hawajabahatika kukuona, Magdalena Uhwelo ni nani? Ni mama wa watoto wawili, watoto wazuri sana ambao nawapenda sana, lakini pia ni mjasiriamali, ni mfanyabiashara pia, na pia ni mwajiriwa. Mimi nimekaa gerezani miaka 5. Nikiwa kule, mimi pamoja na wenzangu, baada ya kuona changamoto ambazo tumezipitia, tukaona ni vema tukitoka huku nje tuanzishe chombo ambacho kitawasaidia wanawake walioko magerezani na waliotoka magerezani kulingana na changamoto zilizopo, kwa sababu kuna changamoto kama za upatikanaji wa sheria. Unakuta mtu yuko kule kwa muda mrefu, kesi yake haiendi kwa haraka kwa sababu hana mwanasheria, na wakati mwingine unakuta kesi yake ni ndogo tu au labda ya kawaida, kiasi na kwamba akipata mwanasheria anaweza kusaidika kwa haraka. Lakini unakuta kuna wamama wajawazito wanaingia kule, wengine wana watoto, kwa kuna mahitaji watoto wanahitaji na kuna mahitaji wamama wanahitaji. Lakini pia mahitaji ya kawaida ambayo kila mwanamke anayahitaji huko nje na mwanamke aliyeko kule ndani anayahitaji. Lakini pia kwa mwanamke anayetoka pia gerezani, akitoka nje, kuna namna pia anahitaji kusaidiwa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu wengi wao wanakuwa wamepoteza vitu vingi sana. Unakuta kuna wengine wamepoteza hadi ndoa zao, familia zimesambaratika, kama uliacha labda biashara haipo tena, kwa unarudi kuanza zero. Lakini hapo pia tunaingia tena na msaada mwingine wa kisaikolojia. Unapokuja kukutana na hizo changamoto zote, lazima upate mtu sasa wa kukukalisha chini na kukuambia kwamba it's okay, you can do it, you can start it again. Ni nini hakikwenda sawa upande wako na ukajikuta uko gerezani? Mimi kwa mwaka 2017-18 kuna biashara niliingia kuifanya ya mtandaoni. Kipindi kile ndo hizi biashara zinaanza za pyramid. Mimi nilianza kufanya pasipo kujua kwamba ni sio biashara sahihi. Sawa. Kwa hiyo baada ya hapo nikawa nimepata hela nyingi tu, nikawa nimeziweka benki. Kuweka benki, wakapita watu wanaohusiana na masuala ya kibenki kuangalia, wakahoji nimepata wapi pesa zote hizo. Kwa kesi yangu ilikuwa ni hujumu uchumi na money laundry. Okay. Ndio. Biashara ilikuwaje kwa mtu ambaye hajui hizo pyramid na nini, mfafanulie, labda anaweza akajikuta ameingia huko na yeye bila kujua kama wewe ambavyo ulikuwa hujui. Kwa mfano kama ile ilikuwa ni biashara ambao walikuwa wanasema wanajihusisha na kufanya matangazo kwenye mambo ya michezo. Kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya sikumbuki exactly, lakini tulichokuwa tunakifanya ni kwamba unaweka kiasi cha fedha, alafu ile fedha kila Jumatatu kuna return ambayo unaipata. Lakini pia unapointroduce watu wengine kwenye ile biashara, kuna commission unakuwa unalipwa. Na ubaya kwamba ile kampuni haikuwa ya Tanzania. Walisema ni origin yake ni Brazil, lakini as you know, mambo ya internet wanaweza wakasema ni Brazil kumbe iko Kenya au sehemu yoyote. Kwa hiyo ndio aina ya biashara. Kwa in real sense hakukuwa na physical products. Kwa at the end of the time ile kampuni ikawa imefilisika, sio kufilisika, tuseme waliamua kuzima kwa sababu ni online, wakaamua kuzima mifumo yao, basi biashara ikawa imekufa hapo. Kwa hiyo unafanyaje? Yaani kama hakuna product unauza au unasambaza, nini hasa mtu alikuwa ananufaika kwa kuingia nacho? Ni kama mtu anaweka pesa, anapata pesa. Ni tuseme tu ni kama ulikuwa ni mzunguko wa fedha. Lakini sasa kwa miaka ile, unajua sasa hivi ndio watu tunauelewa Kwa miaka ile ilikuwa ni ngumu kujua kwamba hii biashara ni biashara kweli au ni mzunguko tu wa fedha. Na ulifanya kwa muda gani wewe? Nilifanya kama mwaka mmoja hivi. Kabla haijaondoka. Okay. Sawa. Ulitengeneza kama faida kiasi, ulianza na kiasi gani na ukatengeneza faida kiasi gani? Mimi mtaji nilianza na $50 kwa kipindi kile. By the time ile fursa mimi inanijia sikuwa na hela kabisa.
Kwa nikakopa nikaanza. Namshukuru Mungu ilienda vizuri. Na watu wengi ambao walikuwa wananiamini, kwa nika introduce kwao na wenyewe wakaingia. Kwa hiyo nilitengeneza tu pesa nyingi sana. Tuambie maisha ya kule sasa yalikuwaje baada ya kufika, maana ni kitu kipya, na kesi yako ilichukua kama muda gani? Mimi gerezani kwa ujumla nimekaa miaka 5. Yaani uendeshaji wa kesi yote mpaka natoka ni miaka 5. Niliacha watoto, niliacha pia wadogo zangu kwa sababu mimi naishi na wadogo zangu, na by then walikuwa pia na wenyewe wadogo. Kama ambaye amekaa na watoto wangu ndio alikuwa ametoka kumaliza form 6. Na anayemfuatia alikuwa ameanza kazi lakini na yeye ni bado mdogo. Kwa hiyo hao ndio walikuwa wanakaa na watoto wangu. Baada ya kufika maisha yalikuwaje? Umetoka uraiani, kila kitu kiko vizuri? Cha kwanza, huku nje kuna mtazamo tofauti kuhusiana na gereza. Watu wengi wanaamini kwamba ukifika gerezani ni mateso, ni kupigwa, ni kuonewa na kila kitu. Lakini kule kuna namna ya maisha mengine ambayo yanaendelea, na hayo mateso ambayo watu wanafikiria hakuna. Cha kwanza mimi nilikuwa surprised siku ya kwanza nilipofika. Unajua tunamtazama kwamba ukifika kule kuna kujisaidia kwenye ndoo, sio kuna nini. Mimi siku ya kwanza nafika naonyeshwa choo, nilichanga. Yaani sijui nikwambeje, choo ni kisafi kuliko hata cha nyumbani kwangu. Nasema watu ndio wanaishi hivi. Nasema okay. Baada ya hapo mnakalishwa chini, mnapewa seminar, mnapewa miswaki, mnapewa sabuni, mnapewa kila kitu. Na hata kama umeingia hauna nguo kabisa, kuna nguo tayari ambazo zile watu wanapeleka za misaada, zinafuliwa vizuri, zinakunjwa, ukifika unapewa, unakabidhishwa kwamba nenda kaoge, baada ya hapo ubadilishe nguo yako hii hapa. By the time unasubiri, kwa sababu wengine wanakamatwa kukiwa hamna communication ya ndugu zao. Kwa hiyo ukifika kule, yani kama sasa unakuwa umepata familia nyingine, utasaidiwa kwa kila kitu. Na good enough ni kwamba hadi chakula utapewa. Cha kwanza gerezani nilichojifunza ni imani. Watu kule wanasali sana. Na kama kuna sehemu, kwa mimi uzoefu wangu wa maisha, kama kuna sehemu ambayo Mungu yupo karibu sana ni gerezani. Kwa sababu kule hakuna dakika inapita watu hawako kwenye ibada. Na ndio maana kuna watu ambao walipata huu ufunuo mapema, wakuwa wanapeleka misaada magerezani, huyo mtu hawezi kuacha. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu kwa mfano kama mimi na ndugu ndio, lakini kumbuka siku ya kwanza naenda, ndugu yangu mimi hajaniletea chochote, sio sabuni, sio nini. Kwa hiyo ninapoipata ile sabuni na ninapopata ile dawa meno ambayo ameileta mtu mwingine kama sadaka yake, nasema asante Mungu, mbariki aliyetoa. Umeona? Kwa hiyo ni sehemu ambayo kiimani imenikuza binafsi na wenzangu, lakini pia hata kupata utulivu sasa wa akili na kutafakari maisha kwa uzuri, na pia kujitenga na dunia kwa kiasi fulani. Unatafakari kwamba yes, labda mienendo nilikuwa naendea ilikuwa sahihi ama sio sahihi. Ni vitu ambavyo pia nimejifunza, lakini pia nimejifunza kuoneana huruma zaidi, upendo, watu ambao hata hamjuani lakini mnakuta kuna upendo wa ajabu, kuheshimiana, kuoneana huruma, na kujifunza sasa hizi kazi zingine. Mimi nilikuwa nimeingia kule sijui kushona, sijui kufanya chochote, lakini nimetoka najua kudarizi mashuka vizuri sana. Lakini pia nilikuwa namsaidia daktari kwa sababu kuna nesi yule aliyesomea, lakini lazima kuwe na mtu ambaye anawasaidia wagonjwa huko ndani. Kwa hiyo nilikuwa pia nafanya, lakini pia nikajifunza namna ya kupanda vitu, yani kama mapilipili hoho, nyanya, yani shughuli pia za kilimo. Yes. Lakini pia mimi nikajifunza kutengeneza maandazi kwa sababu pia kuna bakery kule. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi ambavyo nikiamua kuvifanyia kazi huko mtaani maisha yanaenda. Kwani sasa umekuja mtaani na kufungua taasisi kupeleka tena misaada gerezani, nini hasa kinapungua kule kama watu wanasaidiana hivyo? Sasa misaada iliyoko ni ile ya ndani kwa ndani, lakini kumbuka hata ile misaada tunayopeana mle ndani inategemea pia kutoka nje. Sasa tukija kwenye changamoto, kwa mfano kuna swala la kuumwa. Kule unatibiwa na madaktari wapo, wanaingia ndani wanakutibu. Lakini ikifikia tu kwamba una ugonjwa ambao unahitajika uende hospitali ya nje, gharama zinahitajika hapo. Sasa unakuta mwingine hana ndugu, hana nini. Kwa hiyo lazima
kutafutwe namna ambayo yule mtu atasaidika apate matibabu. Na kuna mwingine anaweza akatibiwa akarudi na cheti cha dawa, zile dawa ni gharama, anashindwa kuzinunua. Kwa hiyo kama hivi tukipata nafasi ya kwenda kuwatembelea, mnapewa vile vyeti, mnaenda mnawatafutia zile dawa, mnawapelekea. Yes. Okay. Baada ya kurudi mtaani na ulivyosema mwanzoni ni mama, najua kuna yale maumivu ambayo kipindi chote ulikuwa ukipitia gerezani, kuna watu nawakumbuka zaidi. Yeah. Nafikiri watoto walikuwa ni moja ya watu hao muhimu sana. Baada ya kurudi na kuwaona, ni miaka 5 ni mingi kwa mtoto, anaweza kata amemsahau mzazi wanavyosema wataalamu. Ilikuwaje for the first time unakutana na watoto? Ile siku ya kwanza mtoto wangu wa kike alikimbia kwenda kujificha nyuma ya mamake mdogo. Yaani akawa ananichungulia. Mtoto wangu wa kiume yeye alinikumbuka ile haraka moja kwa moja. Wamefuatana tu. Okay. Alikuja tu akanikumbatia mama. Yaani inauma. Kwa hiyo hakika akanichungulia, baadaye ndo akasema mama. Nikamwambia kwa sababu hawakuwa wanajua niko wapi, walikuwa wanajua kwamba niko Arusha nasoma. Na walikuwa wanawasumbua sana wadogo zangu, hasa kile kipindi cha corona, like mbona shule zote zimefungwa kwa ajili ya corona, why our mom is not coming back? Okay. Yeah. Lakini shule ya mama yenyewe haina graduation, tuende tukaattend kwenye graduation yake. Kwa hiyo inaumiza, yani inauma sana. Umewahi kuambia ukweli ama imebidi tu iwe siri kwa sababu pia ya kulinda afya ya akili ya watoto? Sijawaambia bado ukweli direct, lakini hizi harakati ninazozifanya wanakuwa wanaenda kama wanajua, lakini nitawakalisha chini na kuambia. Japokuwa kuna siku moja niliwauliza kwamba mnachukuliaje mtu kuingia gerezani, and they was very positive. Wakiume akaniambia ni kwamba mimi nilichojifunza ni kwamba sio kila mtu anaingia gerezani ana makosa. Sometimes kuna changamoto zinatokea na nini. Nikasema okay. Wakike akawa kama hayuko straight sana, yuko there are evil people going there. So unaona hapo bado na kazi kidogo ya kuzungumza nao kwamba niwaeleweshe 1 2 3. Yeah. Lakini kuna namna nadhani wameanza kuelewa na kujua kwamba kwa sababu mimi watoto wangu tunaongea sana. Yeah. Naam, tuko bado na Magdalena hapa ambaye yeye aliwahi kuwa mfungwa na sasa amerejea uraiani na akaanzisha taasisi yake. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea. Naam, tumerejea baada ya mapumziko. Kipindi hewani ni Kidani. Bado tuko hapa na Magdalena. Baada ya kurudi jamii ambayo sasa ilikuwa inajua ukweli, hasa watu wazima, familia, huenda kwa familia isi nini sana, lakini jamii ilikupokeaje, ilikuchukuliaje? Mimi kwa sababu mpaka natoka gerezani nilikuwa nimebakiwa na watu tuseme ni familia, kwa sababu hata kama ni marafiki, yule ambaye alibaki mpaka mimi mwishoni na mhesabu kama ni familia. Kwa hiyo hao wengine walishanikataa tangu nimeingia gerezani. Kwa hiyo sikuwa tena nawaza habari ya jamii wala kuona jamii inanichukuliaje, kwa sababu nilikuwa nimeshajua ni aina ya watu gani ambao nimeshabaki nao kwenye maisha yangu. Kwa hiyo pia hakikuwa kitu ambacho kinanisumbua kabisa, kwa sababu nilikuwa najua mitazamo ya watu kwa watu ambao wanatoka magerezani iko vipi. Yeah. Na uzuri ni kwamba hata tukiwa kule tayari tulikuwa tumeshapata elimu ya saikolojia. Tunashukuru kuna mwalimu Mauke alikuwa ameshaanza kuja kule kutupa elimu kuhusiana na mambo ya saikolojia. Kwa hiyo nimetoka nikiwa tayari nimeshaanza kupata ule msingi wa namna gani nitaenda kukabiliana na dunia na namna gani nitaenda kuendelea na maisha yangu. Okay. Unakumbuka marafiki waliobaki na wewe mpaka mwisho? Manake kwa wanasema pata matatizo umjue rafiki wa kweli. Ulikuwa nao hao marafiki ambao sasa hizi wamebadilika kuwa familia, walikubaki? Yeah, wapo kadhaa. Wengi waliondoka na wengine hata walikuwa wanasema vibaya kwamba tulimwambia, lakini in reality hakuna kitu ambao walishawahi kuniambia au kuniwarn. Kwa hiyo wapo wachache ambao wamebaki kuwa familia sasa hivi. Okay. Tuambie sasa lengo sasa la wewe kufungua taasisi ya wanawake ambao waliishi maisha gerezani na sasa ni raia wa kawaida. Hatutamani mwanamke pia anayetoka gerezani akija huko akutane nazo kama hivyo kukataliwa. Kuna ambao tumepata bahati, ndugu zetu wamekuwa pamoja na sisi tangu mwanzo mpaka mwisho. Lakini kuna mtu tangu ile siku tu amehukumiwa kifungo ni kama
ametengwa na dunia nzima hadi familia yake. Kuna mtu amekaa gerezani miaka 12 anatoka, hajui hata familia yake iko wapi. Tumepambana kuitafuta familia yake, anakutana nao wanamshangaa, naambia sisi tulijua umeshakufa. Sasa unakuta mtu kama huyo lazima mumpokee, mumsaidie hata kwa malazi. Kwa mfano mtu ametoka tu leo hajui ndugu zake wako wapi, mumsaidie kwa malazi, mumsaidie kutafuta ndugu zake. Na wengine ndugu zao hawapatikani kabisa. Kwa hiyo ndio chanzo cha kuanzisha taasisi. Lakini pia kwa wale walioko kule magerezani, kuhakikisha kwamba tunajitahidi ku create awareness kwa jamii, waone kwamba kule pia ni sehemu ya kuwafikia, kuwapelekea vitu mbalimbali, kwa sababu watu wengi unaona wakiwaza kuhusu misaada wanaanza kwenye vituo vya watoto yatima. So wengi ambao wanajua kwamba wafungwa wanahitaji kupelekewa misaada. Kwa hiyo lengo pia la taasisi ni ku create awareness kwamba tumthamini pia mfungwa au mahabusu walioko gerezani, kuhakikisha kwamba mahitaji yake ya msingi anayapata, lakini pia anapotoka tusimnyanyapae. Haijalishi amefanya nini, unapokuwa kule kwa ule muda, kila binadamu anakosea na kila binadamu ana nafasi ya kutubu na kila binadamu ana nafasi ya kupewa nafasi ya pili katika maisha yake. Kwa hiyo tuwapokee, tuwathamini, tuwasaidie, tuwashike mkono, tusiwatenge. Sasa hivi unafanya campaign ya kumvalisha mwanamume kiatu aliyoko gerezani. Na nyinyi taasisi yenu ina dili na masuala ya wanawake, na kwa nini wanaume tena na sio wanawake? Okay, kwa wanawake tumeshafanya project kama 3 mwaka jana na mwaka huu. Tuliwapelekea vitu gereza la Segerea, tukapelekea na gereza la Morogoro, gereza kuu la wanawake. Sasa kwa nini wanaume? Binafsi nikiwa kule ndani nilikuwa naona wanaume wakitoka tutakwenda kufanya shughuli pale nje zao, shughuli zao za kila siku, kazi zao, unakuta wengi wanatoka wako peku. Sasa hilo ni jambo ambalo mimi binafsi lilikuwa linaniumiza, kwamba unajua kifungo tayari ni uchungu. Kifungo ni maumivu. Yaani kifungo sijui nikwambie, yani kifungo kinaumiza kwa kifupi. Sasa bado tena utoke hujavaa viatu, unaenda tena kufanya kazi. Kwa hiyo hicho kitu kilikuwa kimestick kwenye akili yangu kwamba nikitoka nitatafuta namna moja au nyingine kwa kushirikiana na jamii ili tuweze kuwapelekea viatu wafungwa wa kiume. Hatuwezi kumaliza magereza yote kwa mara moja, lakini nadhani tukianzisha hii campaign tukapata na wadau na Watanzania kwa ujumla, tunaweza tukawafikia magereza yote. Na wanaume ni wengi kuliko wanawake. Okay. Yeah. Unaifanyaje hasa? Mtu anafanyaje? Anakuletea kiatu ama anakuletea pesa ama unafanyaje? Vyote tu tunafanya kwa sasa hivi. Kama uko hapa Dar es Salaam unaweza ukatununulia, kwa sababu viatu tumeweka specific. Kama utataka zaidi ni sawa, lakini tumefikiria kwenye hivi viatu vya yebo ambavyo it's affordable, kila mtu anaweza kuafford, ambavyo pair yake ni shilingi 5,000 pair moja. Kwa hiyo kama mtu anaweza kununua pair 1, 2, 3 akatupigia simu tunaenda tunachukua. Kama hana muda anaweza akatutumia fedha, tunaenda tukanunua ili kuweza kuwapelekea. Yeah. Ambao mpango kuwapelekea lini? Tarehe 21 mwezi wa 6, siku ya baba duniani. Katika gereza la Maweni. Siku ya baba. Yes. Okay. Yeah. Na lengo hasa ni kuwarejeshea tabasamu, kuonyesha kwamba pia tunawapenda, tunawathamini, tunawajali na tuko pamoja. Mpaka sasa mna idadi ya watu wangapi kwenye taasisi yako? Tuko wanachama 30. Wanachama 30 ambao wote ni wanawake ambao wote kutoka gerezani. Okay. Kutoka gerezani na kuanza upya kidogo kuna changamoto kama ulivyosema, mwingine anakuta ndugu hayupo, mwingine hana pa kuanzia na vitu kama hivyo. Nyinyi mnafanyaje kuhakikisha kwamba hawa watu wanaorudi wanaanza maisha vizuri? Wengine unakuta kila kitu kimeshabadilika. Alikuwa na mke hayupo tena, kaishaolewa au kaishaenda kuanzisha maisha mengine. Alikuwa na mume hayupo tena. Mnahakikisha vipi wanarejesha maisha yao kama zamani? Okay, kwa sasa hivi bado hatujafanya kwa kiasi kikubwa kwa sababu taasisi yetu ndio tumeanzisha. Lakini tunatamani tuwe na center ambayo inawapokea wanawake waliotoka magerezani, especially hao ambao hawana ndugu au ndugu zao. Kuna mwingine anatokea hapa Dar es Salaam lakini ndugu zake wako Mbeya. Mwingine labda ni wa nchi ya nje, kwa sababu kuna wafungwa pia wa nchi za wenzetu huko. Kwa anapotoka at least mwe na namna ambayo mnaweza mkampokea kwa siku 2-3 wakati unafanyika utaratibu wewe kurudishwa kwao. Kwa for now bado hatuna, kwa tunatamani tupate wadau, taasisi mbalimbali tushirikiane, tupate hiyo sehemu ya kuaccommodate. Lakini pia wengi wanatoka kule wakiwa na ujuzi.
Kwa pia tukipata vitu kama mashine za kushonea na vitu vingine vinavyoshikana na shughuli za mikono, kwa akitoka yule ambaye sasa amekosa ndugu zake kabisa, lakini ana ujuzi wake, basi ajiendeleze pale, aanze maisha yake. Baada ya yale uliyoyapitia, kwa kumalizia, unamwambia nini au unamshauri nini mtu mwingine ambaye anatuangalia hivi sasa kupitia hizi biashara za mtandaoni na mambo mengine mengi ambayo yanaendelea? Taasisi tunaona nyingi sana, hata serikali huwa inafunga, kuna watu wanadhulumiwa, wanatapeliwa, lakini watu hawaachi. Vitu kila siku vinaibuka vitu vipya. Wewe umejifunza nini na unamwambia nini mtu anayetuangalia hivi sasa? To be honest kabisa, hivi vitu sasa hivi kulingana na teknolojia ni vitu ambavyo vipo. Yaani ukizuia huku kipo huku kipo huku. Kikubwa tu watu wajifunze kufuatilia jambo au kujifunza jambo kabla hajaamua kulifanya. Yes. Unafikiri ungepewa nafasi ya kurekebisha, ungerekebisha wapi? Sijui niiwekeje, lakini mimi nimeichukulia positive kwamba ni sehemu pia ya kujifunza katika maisha. Unajua unapopambana kwenye maisha changamoto haziepukiki. Kwa mimi ile nilichukulia kama changamoto tu kwenye maisha yangu, kwamba unajua hata unaposafiri, let's say leo unataka kwenda Mbeya, barabara haiwezi kunyoka moja kwa moja. Kuna kushoto, kulia na nini. Kwa hiyo ukichukulia vitu kwa ubaya sana hauwezi kusonga mbele, kwa sababu ingekuwa ni mtu mwingine angetoka mpaka leo analia, mimi isingekuwa hivi ningefanya hivi. No. Kwa mimi upande wangu nimechukulia kwamba ni sehemu ya maisha na nimejifunza ninachotakiwa kujifunza, lakini ninatakiwa sasa ni kusonga mbele. Yes. Okay. Watoto kwa nyumbani waliendelea kusomeshwa nini vizuri tu maisha yakaendelea? Au hiyo ni best part nyingine. Okay. Yeah. Naishukuru pia shule ya watoto wangu. Walipojua tu kwamba nimepata changamoto hawakusumbuliwa kabisa. Kikweli wanastahili maua yao. Mwenye nyumba, maana kuna mwenye nyumba mwingine. Yaani mimi mwenye nyumba wangu kikweli sijuagi nitampa zawadi gani zaidi ya kumwombea. Mwenye nyumba, shuleni kwa watoto wangu, the best. Wanasemaga siku zote kabla hujapata changamoto Mungu anaijuaga kesho yako kabla. Kwa mimi nahisi ni miongoni mwa wale watu Mungu aliandaa kila kitu changu. Na ndio maana narudia sana kusema mimi si complain, kwa sababu pia hata katika hayo mapito bado Mungu alikuwa anaendelea kunionekania. Kwa sababu hata historia yangu mimi ya kutoka gerezani pia ni Mungu, sio nguvu zangu, sio akili zangu. Kwa sababu ilifikia tu hata mwanasheria nilimlipa na hakufanya chochote na nikatoka kwa njia rahisi tu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Naam, nikushukuru sana mtazamaji kwa kufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tumefikia hapa tamati na tumemsikia Magdalena kwa kirefu kuhusiana na historia yake, lakini wito wake ni wewe mwanajamii kutoa sadaka yako ndogo kwa kumvalisha kiatu mwanaume aliyoko gerezani. Kuna namba ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0688475656. Hiyo ni namba yangu mimi binafsi. Unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ama unaweza WhatsApp na kawaida. Lakini vile vile kwenye mitandao ya kijamii andika Sauda_Kidani Show ama UTV TZ ama Azam TV TZ na nitakutumia mawasiliano yake moja kwa moja. Mpaka wakati mwingine, asante kwa kuangalia UTV. Magdalena Uhelo ni mkurugenzi na mwanzilishi mwenza wa taasisi ya Tanzania Women Ex-Prisoners Care Organization, taasisi inayojikita katika kusaidia wanawake waliowahi kuwa wafungwa na ambao kwa sasa wamerejea uraiani. Kupitia taasisi hiyo, amekuwa akitoa msaada wa kijamii na kiuchumi kwa wanawake hao, pamoja na kuwawezesha kujenga upya maisha yao kwa heshima, kujiamini na matumaini mapya. Katika safari yake ya kitaaluma, Magdalena ameweza kuhudumu katika sekta mbalimbali zikiwemo huduma kwa wateja, mauzo, utalii na maendeleo ya jamii. Uzoefu huo umemjengea uwezo mkubwa wa uongozi, mawasiliano na utatuzi wa changamoto zinazowakabili watu katika makundi tofauti ya kijamii. Mbali na shughuli zake za ajira na uongozi wa kijamii, Magdalena ni mjasiriamali anayejishughulisha na biashara ya uuzaji na uagizaji wa magari. Pia amekuwa akijitolea kufanya kazi mbalimbali za kijamii, ikiwemo kukusanya misaada na kuiwasilisha kwa watu wenye uhitaji katika maeneo tofauti.